Tangu Kenya ijipatie uhuru kumekuwa na maspika 8 wa bunge la taifa. Wa kwanza alikuwa Humphrey Slade, lakini jambo ambalo ni muhimu kutaja ni kwamba wamepitia masuala mbalimbali katika vipindi tofauti katika usimamizi wa bunge. The member now taking the oath did not follow the prescribed form. Members of the National Assembly and the Speaker are bound to take an oath in the form that is provided in the Act. Leo tunajadili historia ya bunge la taifa tangu wakati huo na maspika husika. Mimi ni Paul Nabiswa. Wakati Kenya ilipopata uhuru, spika wa kwanza alikuwa Humphrey Slade ambaye alianza shughuli mwaka 1963 hadi mwaka 1970. Kabla ya hapo alikuwa kahudumu katika bunge la LegCo kutoka mwaka 1960 hadi mwaka 1963. They wish they had his valor. They wish also they had his background. Katika kipindi hiki ambako mzee Jomo Kenyatta alikuwa rais, kuna marekebisho kadhaa ya kisheria yaliyofanywa na matukio mbalimbali yaliyohusisha bunge la taifa na lile la seneti. Kwanza mwaka 1996, katibu mkuu wa chama cha KANU Tom Mboya kupitia bunge liloongozwa na Slade lilifanya marekebisho ya sheria katika KANU na kuondoa kipengee cha naibu mwenyekiti wa chama cha KANU, cheo kilichokuwa cha Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa makamu rais, na badala yake kubuni nafasi 8 kuwakilisha mikoa ya nchi ambapo kila sehemu ilikuwa na kiongozi wake. Kadhalika, Slade alitangaza viti kuwa wazi mwaka huo wa 1966 baada ya Jaramogi Oginga Odinga na kundi kubwa la viongozi kuhama chama cha KANU na kubuni chama cha KPU. Alikuwa afisini pia wakati Tom Mboya alipouawa na kupigwa risasi mwaka 1969. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 1969, Mwafrika wa kwanza kutoa kiti cha uspika alikuwa Fred Mbiti Mati, ambaye awali kama Slade alikuwa mbunge katika bunge kabla uhuru maarufu kama LegCo kutoka mwaka 1960. Ana sifa ya kuwa mbunge wa kwanza wa Kitui Kaskazini kutoka mwaka 1963 hadi alipochaguliwa kuwa spika wa bunge. Mati ndiye spika aliongoza katika kipindi kirefu mno tangu Kenya ijipatie uhuru, yani kutoka mwaka 1970 hadi mwaka 1988. Ni katika ubwana wake ambapo kulikuwa na mpango wa kupeleka hoja bungeni ya kumwajibisha alikuwa jaji mkuu wa kwanza Mwafrika Kitili Mwendwa, na akalazimika kujiuzulu kuhusiana na njama ya kumpindua aliyekuwa rais wakati huo mzee Jomo Kenyatta, na mkuu wa jeshi akiwa Meja Jenerali Joseph Ndolo ambaye pia alipigwa kalamu. Katika kipindi chake yapo mengi yaliyotokea na kuleta mgawanyiko katika bunge na serikali kuu ya KANU wakati wa uongozi wa mzee Jomo Kenyatta, na pia katika utawala wa mrithi wake Daniel Toroitich Arap Moi. Kifo cha JM Kariuki mwaka 1975 kilizua gumzo kubwa mno bungeni wakati huo. Naibu wake alikuwa Jean Marie Seroney ambaye alikuwa mbunge wa Tinderet. Ni katika kipindi chake ndipo wabunge Joseph Martin Shikuku,
Jean-Marie Seroney na George Moseti Anyona wa Kitutu Mashariki siku hizo walikamatwa kwa kuonekana kuwa waasi kwa serikali ya mzee Jomo Kenyatta. Ni kipindi pia alipotangaza viti vya wabunge waliofungwa kuwa wazi na waliopoteza nafasi bungeni, pamoja na Chelagat Mutai wa Eldoret Kaskazini, Martin Shikuku wa Butere, Seroney wa Tinderet na Anyona wa Kitutu Mashariki, ambaye kiti chake kilichukuliwa na Abuya Abuya. Nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya na kuitumikia kwa moyo wangu wote. Wakati Moi aliposhika madaraka baada ya kifo cha mzee Jomo Kenyatta mwaka 1978, Mati aliendelea kuwa spika baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 1979. Alikuwa spika katika kipindi ambacho kimetajwa kuwa na ukiukaji mkubwa wa haki za wakosoaji wa serikali. Koigu Wamwere yasema katika kipindi hiki alikuwa akifuatwa na askari bungeni na wakamsindikiza hadi nyumbani. Wakati tulipomaliza vikao vya bunge jioni, tulikuwa na mazoea ya kwenda kwenye kantini ya bunge na kujistarehesha kidogo. Nilikuwa nikiwepo pale, mara nyingi nilitumiwa ujumbe na polisi, wananigoja pale nje. Na sasa nimekaa zaidi, naweza kujiudhuru na kile ninachofanya ili twende nyumbani usiku umezidi. Sasa nauliza, tunakwenda nyumbani na nyinyi nyumbani gani? Wanasema tutakuonyesha nyumbani gani. Sasa walikuwa wakiniweka kwa gari lao, au tukikubaliana niwafuate, walikuwa wananifuata mpaka wanakuja mpaka nyumbani nilimokaa na kuniweka na kusimamisha gari lao na kusema ya kwamba wamekuja kukaa pamoja nami. Niliposema sina nafasi, wanasema basi wewe ingia ndani, tutakusubiri hapa nje. Na ilikuwa wananigoja pale mpaka kutoka saa 3 ya usiku au saa 4 ya usiku mpaka asubuhi. Kukicha wanabishabisha mlango, wananiuliza kama nimemaliza chai, twende, kwa sababu tunachelewa. Na wambia nyinyi nendeni. Sasa mtu aliposhikwa, niliposema jambo katika bunge, nilikuwa na hakika ya kwamba nitaulizwa kwa nini nilisema hilo jambo nikirudi nyumbani. Koigi anaendelea kusema kuwa Spika Mati alimzuia mara kwa mara kuzungumza bungeni. Mara 3 niliposimama kuomba nafasi ya kusema hivyo, Spika Mati alikataa kunitambua. Alikataa kabisa. Nikisimama, nikimtazama, natazama kwingineko. Sasa mpaka halafu tunapitisha upande mmoja, tunapitisha hoja hatua kwa hatua, kwa sababu yule ambaye alikuwa na nafasi ya kufungulia watu mianya ya kuongea alikuwa amejifanya kipofu. Jioni hiyo nilimuuliza, lakini Spika, kwa nini ulinikataza niseme wakati wa hoja muhimu kama tuliopitisha leo? Akaniambia, kuna watu ambao wanakaa kama kipepeo, hutaka kujitupa katika moto, na mimi kama wewe ulitaka kujitia katika moto, na ningetaka ukumbuke ya kwamba leo kifo kimoja kilitosha. Tumeua vyama leo, tumeua uhuru wa kuiokoa nchi, na sasa wewe ulikuwa unataka mambo mabaya zaidi.
Ni wakati huu pia ambapo bunge lilipitisha sheria ya Kenya kuwa chama kimoja baada ya jaribio la mapinduzi kufanywa na wanajeshi wanahewa wa vyeo vya chini mwaka 1982. Mambo ilikuwa mbaya zaidi tukikumbuka mwaka wa 1988 ule uchaguzi wa mlolongo, na mambo haikuanzia hapo. Kutoka 1982 ile attempted coup ya kupindua Moi, wakati ule walipitisha sheria kule bunge, Kenya iwe one party state. Kutoka hapo mambo ilienda mrama kabisa. Ukikumbuka 1983, 84, 85, 86, 87, darkest days of Kenya. Nyayo torture chambers za kina Miroge Kariuki na wengine. Kwa hivyo hii ilikuwa climax, kilele huu uchaguzi wa 1988. Moi alipoitisha uchaguzi wa dharura mwaka 1983, chaguo la KANU la spika likawa Frederick Mati, na akahudumu kwa miaka 5 zaidi hadi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1988 maarufu kwa mlolongo. Hapa Kenya ilikuwa na uchu mkubwa wa marekebisho ya katiba. Wabunge wengi mahiri walipoteza katika uchaguzi huo kwa sababu serikali ya rais wakati huo Daniel Toroitich arap Moi ilikuwa na nafasi finyu mno ya kukosolewa. Baada ya uchaguzi wa mwaka 1988, Moses Kiprono Arap Keino ambaye alikuwa naibu spika na kujiuzulu mwaka 1983 alichaguliwa bila kupingwa na kuhudumu kwa miaka 3. Mbunge huyo wa zamani wa Kericho Mashariki alikuwa kavutiwa na juhudi za upinzani wakati huo na akajiunga na vuguvugu la Ford ambalo lilikuwa likiongozwa na Jaramogi Oginga Odinga, Joseph Martin Shikuku, Masinde Muliro, Ahmed Mamariz, Philip Gashoka na George Thenge miongoni mwa wengine. Aliyekuwa mbunge wa Bureti Jonathan Ngeno alichaguliwa kuwa spika Keino alipoondoka na kahudumu hadi mwaka 1992. Katika bunge la 7, Francis Xavier Ole Kaparo alichaguliwa kwa wingi wa kura katika bunge la vyama vingi. Kaparo ambaye awali alikuwa mbunge wa Laikipia Mashariki kutoka mwaka 1988 hadi mwaka 1992 alimshinda Moses Keino ambaye alikuwa kawasilishwa na upinzani wakati huo. Alishika ngazi mwaka 1993 hadi mwaka wa 2007, na katika kipindi chake kulikuwa na matukio mengi muhimu bungeni. Kwa mfano, bunge alilongoza la 7 liliibuka na hoja kuu kuhusu kashfa kubwa ya dhahabu maarufu kama Golden Bag mwaka 1993. Kamati ya mahesabu ya bunge ilifuatilia tukio hilo ambalo ilianzishwa na wabunge Paul Mwito wa Kikuyu na Profesa Anyang' Nyong'o wa Kisumu Mashambani. Katika bunge la 8, James Aggrey Orengo ambaye alikuwa mbunge wa Ugenya aliwasilisha hoja ya kutokuwa na imani na rais wakati huo Daniel Toroitich arap Moi kwa kila alichosema kuwa alikuwa kaendeleza ufisadi, kutumia afisi visivyo na kwa jumla kushinda kuongoza Kenya kwa misingi ya maadili. Chama cha Ford Kenya na upinzani kwa jumla walishindwa kwa kura na wabunge wa KANU. Whatever happened today is a show that parliament has got power, and that's what I wish to say now. Mwaka mmoja baadaye, kwa maana ya mwaka 1999, aliyekuwa mbunge wa Mbita Gerald Otieno Kajwang' alipeleka hoja bungeni ya kutokuwa na imani na makamu rais wakati huo Profesa George Saitoti kutokana na usika wake katika sakata ya Golden Bag akiwa waziri wa fedha kati ya mwaka 1989 hadi mwaka 1992. Hata hivyo, bunge la 7 linatambulika kuanzisha mchakato wa marekebisho ya katiba kupitia kwa bunge, yani IPPG, ambapo katiba ilifanyiwa marekebisho machache kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 1997 maarufu kama IPPG. One of the most important qualities of a democratic election
is that when the election is held and the results are out, the winners must be able to celebrate their victory, while the losers accept the results as legitimate. We have left out perhaps the most important thing that we should have treated on the Electoral Commission, that there is no statutory provision, there is no act of parliament which provides for and sets out the regulations governing the operations of the Electoral Commission in Kenya. Kati ya marekebisho hayo ni pamoja na kurekebisha sheria ya uchaguzi kati ya mambo mengine. Baada ya NARC yani NACA kushinda KANU katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2002, Ole Kaparo alishinda katika muhula wa 3 na kuungwa mkono na wabunge wa serikali na wale wa upinzani. Bunge hilo chini ya Kaparo lilikuwa na msukumo mkubwa na pia kujadili kashfa kadhaa, kuu zaidi ikiwa ile ya Anglo Leasing. Kadhalika bunge hususan upande wa serikali ya Kibaki kupitia kwa aliyekuwa waziri wa sheria Kiraitu Murungi lilaumiwa kwa kusukuma marekebisho ya katiba kwa manufaa ya wachache, na ndio katiba kielelezo ya mwaka 2005 ikaangushwa na upinzani. Wabunge wa upinzani wakati huo wakiongozwa na KANU na LDP waliipa serikali ya Kibaki wakati mgumu. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 ulikuwa na ushindani mkubwa kati ya rais wa wakati huo Mwai Kibaki na kiongozi wa ODM Raila Odinga. ODM na washirika wakapata viti vingi kilinganishwa na muungano wa PNU wa Mwai Kibaki. Kura ya uspika ilipopigwa, Kenneth Marende ambaye alikuwa mbunge wa Muhaya alimshinda Kaparo ambaye PNU ilimsimamisha dhidi ya Marende. Mbunge wa Lagdera wakati huo Farah Maalim naye akachaguliwa kuwa naibu spika baada ya kumshinda Gitobwe Manyara aliyekuwa mbunge wa Imenti ya Kati. Hata hivyo, kazi kubwa ya Marende ilikuwa kuwaapisha wabunge, na kwanza Raila mwenyewe alitaka kula kiapo sawa na cha Rais Kibaki, akisisitiza kuwa yeye ndiye aliyekuwa kashinda katika uchaguzi huo. Mimi Ababu na Mwamba na hapa ya kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Rais Amolo Raila Odinga. Mbunge wa Budalangi Ababu na Mwamba alileta tafurani kubwa bungeni akisema kuwa alimtambua Raila wala si Kibaki. Wengine waliosumbua katika hilo walikuwa pamoja na mbunge wa Ugenya wakati huo James Orengo. Mimi James Agro Orengo na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Kenya. As a point of order, James. Hata hivyo, baada ya kuapishwa, wabunge wawili wa ODM waliwawa kwa mazingira tatanishi. Mimi Mugabe Were. Kwanza alikuwa mbunge wa Embakasi Melitas Mugabe Were na mwenzake wa Aina Moi, David Kimutaito. David Kimutaito aliyepigwa risasi na afisa wa polisi Andrew Mwache Januari 31 mwaka 2008 mjini Eldoret. Bunge hilo lilipitisha sheria ya kubuni serikali ya muungano ya Raila Odinga na Kibaki, Raila akiwa waziri mkuu na kila upande ukatoa mawaziri wake. Ni bunge ambalo lilisukuma ajenda ya katiba mpya mwaka 2010 baada ya kura ya maamuzi kupigwa mwaka huo na upande wa serikali kushinda. Marende alitajwa na wengi kuwa Suleimani kutokana na hekima yake katika maamuzi muhimu, kama vile kuchukua wadhifa wa mwenyekiti wa shughuli rasmi za serikali bungeni baada ya Raila Odinga kutaka wadhifa huo, huku serikali ya Kibaki ikimteua Kalonzo Musyoka ambaye alikuwa makamu wake. Ukawa ni kamba ya mvutano. Baadhi ya masuala mengine makuu yaliyojitokeza katika bunge la Marende ni pamoja na shinikizo lililomfanya aliyekuwa mbunge wa Kipipiri na waziri wa fedha Amos Kimunya kujiuzulu kutokana na uuzaji wa hoteli ya Grand Regency. Hoja hiyo iliyowasilishwa na mbunge wa Ikolomani siku hizo Boni Khalwale haikuungwa mkono tu na wabunge bali pia mawaziri. Mr. Speaker, because members, some of them better prepared and better informed than me, I'm just a humble bullfighter, Mr. Speaker, are prepared to tackle this issue. I want to finally say as follows, that Mr. Speaker,
in this country. To stop corruption at the treasury, Kimunya must go. Kadhalika kulikuwa na hoja ya kutokuwa na imani na aliyekuwa waziri wa kilimo William Ruto kutokana na kashfa ya mahindi, lakini ikashindwa. Ila siasa ni hesabu. Weka mikono yote miwili kwenye hewa wapendwa. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 ambapo kinyang'anyiro kilikuwa kati ya muungano wa CORD wa Raila Odinga, Stephen Kalonzo Musyoka wa Wiper na Moses Masika Wetangula wa Ford Kenya, huku upande wa pili wa Jugwe ukivutwa na Uhuru Kenyatta na William Ruto chini ya mwavuli wa Jubilee. Uhuru na Ruto alishinda katika kura hizo na kumwasilisha mgombea wao wa uspika Justin Muturi na akashinda. I, Justin Biden Joka Muturi. Hata hivyo, Muturi alikumbwa na changamoto nyingi na upinzani ukamuona kuwa adui wakati wa mswada wa sheria wa mwaka 2014 ambapo kulikuwa na vurugu kubwa bungeni. Muturi anasema alikuwa mkweli siku nyingi japo matendo yake yakafasiriwa visivyo. I have to recourse to the use of force and order that the honorable Wandai be forcibly ejected by the sergeant at arms from the chamber. Bunge hilo pia lilipitisha sheria ya miungano ya siasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Muturi alipoondoka aliingia Moses Masika Wetangula ambaye alijiuzulu kama seneta wa Bungoma na kutoa kiti hicho cha uspika wa bunge la taifa, ambayo ndio yaliyokuwa makubaliano kati yake na Rais William Ruto alipokuwa akitaka ubwana wa nchi mwaka wa 2022. Hata hivyo, Wetangula alipitia hali ngumu mwaka wa 2024 wakati wa maandamano ya wanarika wa Gen Z walioingia bungeni kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Kati ya maamuzi yaliyokosolewa ni kuamua kuwa muungano wa walio wengi bungeni ulikuwa ni ule wa Kenya Kwanza, ila mahakama kuu iliharamisha hilo na kusema kuwa upande wa wengi ulikuwa wa Azimio ukiongozwa na Raila Odinga. Hata hivyo, Wetangula amekosolewa kwa kutekwa nyara na muhimili wa serikali na anaonekana kumpigia debe Rais Ruto na kushiriki katika matukio yanayoendana na kufifisha uhuru wa taasisi ya bunge. I'm human. I could have made an erroneous ruling. I could have made a ruling that displeases anybody. But the rulings I make here are buttressed by the law. I may misinterpret the law like many lawyers can do, but that is the right I have as your speaker. So for you as a member of this house, first to say the house has been auctioned, then you have no business to sit in an auctioned house. Ndio simulizi ya matukio, mafanikio na viunzi vya mabunge mbalimbali tangu majira ya uhuru nchini Kenya. Ona Biswa, makala ya Mikoba Demokrasia, NTV.